kutowashukuru wenzangu, mabinti wenzangu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa wingi wao ambao pia wameacha majukumu yao, ikiwa wengine wanajishughulisha na shughuli ndogo ndogo za kujipatia mkate wao wa kila siku. Hakika huu ni upendo na si upendo tu, bali ni upendo wa agape. Dr. Samia oye! Niwashukuru na kuwapongeza sana kutukimbilia, lakini ni kwa sababu ya mapenzi ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na viongozi wote, naendelee kutambua viongozi makada wa Chama cha Mapinduzi, lakini waandamizi wa serikali wote waliokwisha kutangulia kuzungumza, lakini kwa unyenyekevu mkubwa nitambua uwepo wa mama zangu. Hakika ni faraja kubwa kuwaona mama zangu, hasa mkiongozwa na mwenyekiti wa kina mama wa Kiislamu ambao mmeweza kunikimbilia hapa. Na kwa kuwa mwenyekiti walizungumza vijana wa Kiislamu, sio jambo baya ukiniruhusu nikamwomba mwenyekiti asalimie japo kwa dakika moja mwenyekiti wa kina mama. Nitakuwa nimefarijika kwa sababu ninajua anapokuwa kwa mtu mzima vijana hawa hawatakuwa na jambo baya ambalo wanaweza wakawa wanafanya. Karibu sana mwenyekiti kwa ridhaa ya mgeni wetu rasmi, ambaye ndio ameigeuza siasa kuwa jukwaa la maendeleo na uongozi kuwa fursa ya kumuinua kila binti wa Kitanzania. Dr. Samia oye! Ndugu mgeni rasmi, naendelea kusisitiza kuwa tuko hapa leo sio kwa sababu ya ratiba ama heshima ya vyeo tulivyokuwa navyo, bali kwa sababu ya dhamira njema. Na dhamira hiyo ni kama dhamira ya kusimama kwa pamoja, kujifunza, kushirikiana na kuweka msingi wa kizazi cha mabinti wasiotetereka, mabinti wanaochukua nafasi, mabinti wanaoamua mustakabali wao na wanaolitumikia taifa lao kwa uzalendo mkubwa. Daktari Samia Suluhu Hassan oye! Ndugu zangu, niendelee kuwasihi na ninyi. Leo hatukutani hapa kwa sababu ya jinsia yetu. Tumekutana hapa bali kwa sababu ya mchango wetu wa kipekee katika safari ya maendeleo ya taifa letu la Tanzania. Tumekuja hapa kama warithi wa matumaini, mashujaa wa maendeleo na mashahidi wa mabadiliko chanya yanayofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, ninapomtaja Daktari Samia Suluhu Hassan, sio tu kwa sababu ni rais wa kwanza mwanamke, bali tunamtaja mwanamapinduzi wa kiuchumi, mjenzi wa mifumo ya haki, mtetezi wa wanyonge na msimamizi wa ndoto za mabinti wa taifa hili. Dr. Samia oye! Ndugu zangu, Rais Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha miaka minne tu ameweza kufanya na kuandika historia mpya, historia ya maendeleo ya kweli yanayogusa maisha ya kila Mtanzania, hususan hata sisi mabinti wa Dar es Salaam. Ndugu zangu, leo napenda niwape taswira ya mabadiliko. Taswira hii ya mabadiliko kwa sababu si hadithi, ni uhalisia, si propaganda, ni ushahidi wenye uhalisia. Ipo historia iliyoandikwa na binti wa zamani kutoka Kizimkazi, ambaye kwa sasa ameiweka Tanzania kwenye meza ya heshima duniani na wanawake wa nchi hii kwenye meza ya maamuzi majumbani kwetu. Lakini tunamtambua Daktari Samia Suluhu Hassan kama mwanamke, mama na dira ya taifa hili. Lakini tutambue ipo historia kabla ya Daktari Samia Suluhu Hassan na ipo historia baada ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika miaka minne tu mama huyu, yale ambayo wengine walihitaji miaka 20, 40 ama 50 kuyafanya,
yeye ameyapanga, ameyatekeleza kwa kishindo kwa kipindi cha miaka 4. Piga kelele kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu yangu, leo tunaadhimisha miaka 4 hii kwa kumpongeza, na sisi tumedhamiria kama mabinti wa Dar es Salaam tunampa tena miaka mingine 5, sio kwa sababu ni mwanamke wa kwanza kuwa rais, kwa sababu